Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mnamshinda yule mwovu. Umri wa kijana, umri wetu ni umri ambao una a lot of confusion. Yani umri ambao vurugu ni nyingi sana, na ni umri ambao, na especially katika nyakati hizi leo ambao kila kitu kipo. Unajua, nilikuwa naongea na rafiki yangu juzi Kamara, zamani tukiwa tunakuwa tuliaminishwa msiba ni kitu ambacho ni very sensitive. Sawa eh? Lakini leo watoto wetu wadogo si kitu ambacho ukiwaambia watastuka. Kwa hiyo hata wazazi wakisema wanaenda, tunakuwa naita kirioni. Tunaenda kirioni. Unaona? But not sio siku hizi. Siku hizi mtoto anaelewa kabisa kwamba mama haendi kununua mtoto hospitali, anaenda kujifungua. Lakini uliambiwaje? Leo hauwezi ukampiga fix mtoto wako kwamba kitu fulani bei yake iko hivi. Ataingia hata Google, au asipo Google utajikuta anauliza takriban hata watu watatu wanaomzunguka kwamba hii kitu sawa. Kwa hiyo tuko kwenye kipindi ambacho vurugu ni nyingi sana, lakini vijana tuko kwenye kipindi ambacho mahesabu yaliyo katika ulimwengu wa kiroho, especially wa giza, ni kuondoa nguvu ambayo iko ndani ya hiki kizazi. Unajua, kwenye maisha kadiri unavyokuwa exposed, kuna faida na hasara. Hivi kuona kwenye maisha unasema, yani huyu nisingempa exposure asingenisumbua, lakini toka nimempa hii exposure asikiki, akamatiki. Vita tulionayo sisi ni hiki ambacho kimeandikwa hapa, ambacho baadaye nitakuja kukuambia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema nimewaandikia vijana kwa sababu wana nguvu. Sasa hii nguvu ukiangalia hapa, sio nguvu ya kuwa na misuli ya kunyanyua chuma uwe na six pack. Sio nguvu ya kunyanyua mwili ili ukivaa shati mtumishi misuli ifanyaje. And by the way, heshima ya mwanaume haipo kwenye kuwa na muscles. Ni kwenye nguvu ambayo Mungu ameiandika hapa, kwamba ninawaandikia vijana kwa sababu wana nguvu ndani. Hii nguvu ambayo Mungu anaizungumza hapa ni nguvu ambayo ni yeye Mungu ameiweka kwenye kizazi kinachoitwa vijana. Mfano, baba yako ana miaka 70, akisema afunge kavu 3, anataka nini? Mimi nimekuwa baba yangu kwa lazima anafunga sawa sana anachokiamini. Siku moja nikamwambia mzee, kwa lazima hivi hivi, akasema kwani nataka nigundue nini? Hapa ni nguvu ambayo Mungu, nguvu anaoizungumza hapa ni nguvu ya maono yaliyoko ndani yako. Ndio maana kuna mahali Mungu anasema usije, ili andiko langu nalipenda sana, usije ukamsahau Bwana Mungu wako, maana ndio akupae nguvu.
Hapa naizungumza nguvu ya maono iliyoko ndani, ambayo ndo lazima itakupa utajiri na heshima. Hapa anazungumza ya kwamba katika huo uweza anaouweka ndani yako ndo unaosukuma. Kwa unapoona nguvu, pata tafsiri ya uweza wa Mungu na maono. Anaposema nimewaandikia vijana, kwa sababu vijana ndio ambao ndani yao wana maono. Kwa haya maono ambayo nimeyaweka ndani yao ni maono ambayo wakati ninayaweka, listen to me very careful, wakati ninaweka maono ndani yao, kuna roho iliambatana na kile ambacho nimekiweka. Mungu anapoweka maono, maono ni picha ambayo ina madai ya kutekelezwa na yule ambaye Mungu ameweka hiyo picha ndani. Mimi wakati nakuwa, hakuna alikuwa naamini kwamba mtu anaweza akachukua carrot Kariakoo na maembe akasaga yakawa juice, halafu na watu wakanunua ile juice kwa shilingi 5,000. Hivi na miaka 90 huko na kitu, wewe uamini kwamba juice ya kukamua tunaweza kama inauza shilingi 5,000? Sisi tulikuwa tunakunywa majuisi kwenye mapakiti yale ya Masafi. Yalikuwa na Masafi Kwa hiyo kama unasoma maono ambayo yatakuwa yanahangaika ndani yako ni kuwa na ajira fulani. Na zilipokuja hizi kampuni za simu sasa, unakutana na mabro wanafanya kazi kwenye makampuni ya simu. Yaani bro hasubiri ule muda wa usiku. Mnakumbuka zamani zamani tulikuwa tuna free ya kuongea na simu kuanzia saa 6 usiku akiana mpaka saa ngapi? Unapata picha, una PC yako, mnawasiliana, alafu na yeye simu hana, kuna yeye simu labda anatumia labda ya shangazi yake, sawa alafu mnaongea. You know, that's the poverty mentality I'm telling you. Let me tell you something. Waiting, sababu mimi nafikiria masaa 5 unaongea kwenye simu. Unaongea kwa sababu na mkute kwamba siku hiyo mmetoka 7-7 sasa. Yani hapa jirani kwetu, yani kuna mtu ameenda 7-7 amerudi na mabeseni mengi. Lakini ukutana bro anafanya kazi kule, unamwambia bwana mimi naomba simu nipige, anakwambia wewe piga tu bwana, wewe piga, vitu vya kawaida hivyo. Kwa hiyo mtu anaanza kufikiria zaidi kufanya kazi wapi? Na utaka kujua kuna vurugu kwenye nguvu, kwenye vision. Hata aina ya elimu ambazo watu wengi tulizipata ni kwa sababu ya soko linasema nini kwa wakati huo. Siku zote maono hayaendani na current status. Mungu anapoweka nguvu kwa kijana, Mungu aangalie hapa. Nimekumbuka mbali sana. Una siku nina tangazo la kazi. Nikapiga tangazo la kazi. Nikapiga ile simu ikawa busy. Saa 8 za usiku nimaliza kuomba, nikapiga. Jamaa akapokea. Akaniambia ofisi iko Magomeni, hauhitaji interview, ndio na barua ya mtendaji tu. Au tunakupa mabakuli na mabakuli na nini na vijiko ukafanye promotion. Nikasema mnakumbuka zile biashara zile ambazo unaenda unagonga kila nyumba, unagonga hodi ngongo, unamwambia vijiko hivi havipauki, nipeni hata maji machafu niingize. Unajua hiyo imenijengea, nikutana na mtu akinisimamisha biashara yake waga nasimama. Mungu akiweka picha ndani yako, picha tafsiri yake ni maono. Maono siku zote yanaweza yasialign, yanaweza yasikubaliane, yanaweza yasiende sawa na current status yako. Kwa sababu Mungu anaposema nimewaandikia vijana kwa sababu wana nguvu, Mungu analisikilize. Mungu hawezi akazungumza kitu ambacho hajakiweka ndani ya mtu.
nije hapa mimi nianze kuzungumza mambo ambayo Mungu hajaweka ndani yangu, hapata kuwepo na udhihirisho wowote ule wa kimungu. Mungu akiweka kitu ndani, maana yake roho yake inaambatana na picha ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Ndio maana mara nyingi kuna kitu ambacho hata wewe ukikaa peke yako kwenye quality time yako, kuna kitu utajikuta ya kwamba unakipenda sana kukifanya. Sisi Waswahili hatuna mfumo wa chai ya asubuhi. Hatuna mfumo wa nini? Sawa, Ndio maana wewe kuna siku unakulaga chai ya rangi na kiporo. Sawa, I'm telling you. Lakini unapozungumzia English breakfast, unazungumzia bacon kidogo, unazungumzia scrambled egg kidogo, unazungumzia bread kidogo, unazungumzia nini? Sausage. Lakini English breakfast ni maono ya wazungu kwa mfumo wao wanavyokula usiku. Asubuhi wakiamka, they need what? Breakfast. Lakini kwa mfumo wako wa kupakia, kwa mfumo wako wewe, kwa mfumo wako wa kupakia, I'm telling the truth. I'm telling you the truth. Bwana, nilisafiri na rafiki yangu mmoja, akaanza kulalamika, yani hapa bwana kwenye hoteli bwana, yani kila siku tu bread, mayai, sausage. Nikamwambia chief, inaitwa English breakfast. Nikamwambia ndio maana wanakupa option ukiwa na book kwamba ni kulala peke yake au na breakfast. Sisi tukaongezea nini? Na breakfast. Kwa hii inaitwa English breakfast. Mambo ya kwanza kutafakari kiporo cha wali, tuko ugenini. Nisikilize, ile ni vision ya wazungu. Mimi nazungumza juu ya kitu ambacho Mungu hajaazima mahali kwingine. Kitu ambacho Mungu alikaa akakufikiria, akuangalia current situation. Nisikilize, Mungu anapoweka picha ndani yako, aangalie current, aangalie hali ya sasa. Ndio maana tafsiri ya maono ni kuweza kuona picha ya kitu katika ukubwa wakati upo katika udogo. Leo vita tulionao vijana ni kwa sababu kesho ni kubwa kuliko leo. Kesho ni pana kuliko leo. Kwa hiyo adui anavoleta confusion ni kwa sababu anaelewa kabisa hawa vijana nyuma ya maono ambayo Mungu amewekeza. Listen to me, hakuna anaye own vision. Naulia tena, hakuna mmiliki wa maono nje ya Mungu. Sababu Mungu ndiye ambaye kabla hajakutengeneza, kati yako wewe na picha ya maono, kilichotangulia kuwepo ni ile picha ya wajibu wako. Ndio maana nasemaga hivi, leadership is an ability, ni uwezo wa kufanya majukumu. Nisikilize, uongozi ni uwezo wa kufanya nini? Majukumu. Mungu anapokuwa ndio kiongozi mkuu kwenye haya maisha yetu, maana yake kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba kuna majukumu ambayo yeye kazi yake ni kufanya supervision. Nisikilize, ukiwa kiongozi kazi yako ni kupokea ripoti. Unapokea ripoti ya mtu wa huku, ripoti ya mtu wa huku. Sawa, Lakini jukumu la kupokea ripoti ni gumu kuliko la anayefanya. Kwa sababu huyu anayekupa ripoti ni lazima uwe na uelewa wa kile ambacho amekifanyia kazi, ili unapopitia ile taarifa uweze kuwa na maamuzi yaliyo sahihi. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Ndio maana maono siku zote yanamhitaji mtu akae kwenye mchakato ili haweze kuelewa. Mimi hapa naelewa kwamba nikimwombea mtu mwenye pepo akinipiga kibao, maana nishawahi kupigwa na kibao. Namwombea mtu toka, achia, akaniambia unijui wewe. Unaona? Kwa hiyo ninaelewa that pain. Kwa nikimpa mtu task kamwombee fulani, na yule mtu asipofunguka, naweza ili niweze kumprovoke, naweza nikawa nikamwambia acha masiara, fanya kazi. Lakini deep down inside naelewa kabisa. Ndio maana kuna siku
Yesu aliwakuta wanafunzi wake wanang'ang'ana kutoa mapepo. Yesu aliona kabisa, nilipokuja duniani mimi nilikuwa na wanafunzi zaidi ya 12 waliokuwa wananisikiliza, lakini katika wengine wote nilipozungumza kwa habari ya issue ya mkate, kwa mimi ni mkate na hivi na hivi, wote walinikataa. Nikabaki na hawa 12. Hawa walibaki kwa sababu ndani yao kuna maono. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuwachagua, niweze kuwaweka kwenye program, kwenye mtiririko, lakini picha Mungu alikwisha kuweka ndani yao. Ndio maana walishangaika sana, wakawa wanavua samaki, wanafanya shughuli mbalimbali, lakini mimi ndo nilowaita nikawaambia, Mungu anaenda kuwafanya kuwa wavuvi wa watu. Nisingesema Mungu atawafanya kuwa wavuvi wa watu kama ndani hakuna picha. It is my prayer in the mighty name of Jesus. Any picture inside your life must come out. Yesu anapowachukua anawapitisha kwenye process, katika kitu kigumu kwenye kizazi chetu hiki, mchakato. Naambiaga hapa, mimi katika mchakato nikiwa nahubiri zamani, nishaikualikwa mahali. Unajua umealikwa, alafu kipindiko sasa na mialiko pia nayo, si mjini hamna ananijua. Yaani mjini hamna naye ananijua. Kwa hiyo yani ukilipata tobo, yani unavyolichukua, yani nimeenda nimejiandaa, nimeshamlilia Mungu vya kutosha. Yani nimelia bagu na kucha macho mekundu. Nikapanda ice yenyewe nikakaa kwenye basi nibana. Watumishi, tunakumbuka basi nibana? Sawa na briefcase kangu. Ndio maana nikiona wachungaji wanabeba briefcase na waheshimu sana. Sawa, niko na briefcase kangu kalikuwa ka brown. Nimekaa namna hii. Nikafika, tukaimba mapambio na mchungaji pale, ibada imeshamili. Hawa anakuja kuniambia Mungu amenisemesha ibada yote nikahudumu mwenyewe. Mtumishi, sitakiwi kununa. Nimekaa pale mbele na smile tu na mimi na iweiwesha, na ninavyojua kucheza sasa na iweiwesha, unaona. Lakini ndani najiuliza, Mungu nimekataa mialiko mingapi? Mungu, huku ni Mbezi kwa Msuguri, mimi natokea Tabata. Hengi sasa, na ule utanipa kweli hawa? Ibada inaisha pale, anakuambia Mungu akubariki. Na unamwambia kabisa, it was very powerful indeed. Unaondoka. It was just a process. Ninarudi nyumbani, nasikia kisu kinapita. Naambia Mungu, kwani nimekosea wapi? Au sikutakiwa kuwajibu? Yaani naanza kutafuta kosa liko wapi. Ukiwa kwenye process, don't condemn yourself. Watu wengi wametupa vision zao, wametupa maono yao barabarani, kwa sababu wakiwa kwenye mchakato anaanza kujihukumu sana na kutafuta kosa liko wapi. Na siku zote ukishaanza kujihukumu sana, you cannot move forward. Principle ya kuendelea mbele ni kuto kujihukumu. Ndio maana soldiers wakienda kwenye vita, hata kama kuna kosa lilifanyika, mmoja akafa, waga hawatafuti sababu ya kufa, kwamba huyu amekufa vitani. Maana yake hii tupe sisi motivation ya kuendelea kupambana kwa ajili ya victory. Umeenda ofisini, listen to me. Umeenda ofisini, boss kakufokea, usitoke kwa kubamiza mlango. He is still a boss. Na katika principle ya management inasema you cannot correct your boss. Hauwezi ukamsahihisha nani? Boss. Sasa ukiwa katika hali ya uvijana sasa, boss ya kifoka, unaanza kumsaminisha from up juu toka. Ataniambia nini? Unatoka unabamiza mlango, unaenda unaandika designation later. Katika mtiririko wa Mungu kumtengeneza mtu kwenye maono, kuna darasa ukilikwepa, kuna siku utalirudia. Do you think mimi mtu akinipa harassment leo, do you think I'll find a way ya mimi kujidefend before him? No. Yani hata kumbishia sitambishia.
Yaani ni bora kabisa na mwingine ambaye hata kwenye ugomvi hayupo. Vision without quality haina maana. Maono bila kuwa na ubora, na siku zote ubora wa maono uko ndani ya mhusika, anaona nini mbele yake. Ndio maana Yesu alichokuwa anakiona kwa wanafunzi wake ni kikubwa kuliko pepo lililowashinda kutoa. Pepo lililowashinda wale kutoa. Yesu alivyoona wameshindwa, Yesu akiangalia vision, akiangalia maono yaliyoko ndani ni makubwa kuliko kile ambacho amekishinda. Alafu Yesu anawaambia hivi, lazima mtengeneze ubora. Vya namna hii havitoki. Pasipo kufunga. Kwa lugha nyingine anawaambia vya namna hii vinahitaji uwajibikaji. Nikitaka kujua ubora wa vision, wa maono ulionayo, au kwamba huyu mtu maono yake atafika mbali. Listen to me. Unaweza ukawa unafagia mahali. Sawa, umeajiliwa kabisa unafagia na salary ni 150. Ndio mishahara ya wafagiaji, ndio most of the times huko ofisini or whatever, sio? Lakini when I greet you for the first time as a leader, kama na grace ya uongozi, nitajua kabisa huyu mtu ataenda mbali zaidi. Kwa sababu mtu mwenye maono hasubiri kitu kiwe kikubwa ndo hawezi kufanya iko kitu katika uwajibikaji wa hali ya juu. Anakiangalia iko kitu katika hali hiyo hiyo ambayo anaiona, alafu anasema no way out, wacha nikiboreshe. Hauwezi kuniambia wewe utakuwa msafi wa mwili wako usitoe harufu ukiwa na hela. No. I'm telling you, kuna mtu hata ajui deodorant ni kitu gani. Anapaka mafuta ya nazi lakini hausikii hata kajasho. Listen to me. Biblia yangu nayoisoma mimi inaniambia hivi, ajionavyo mtu nafsini mwake. Watu wengi wanafikiri nikifika kwenye level fulani maisha yangu yatabadilika. Watu wengi wanafikiria kwenye arrival destination watafanya maajabu. Listen to me. Maajabu yoyote yanayofanyika kipindi ambacho unatua mahali yametegemea wakati una take off, wakati unanyanyuka, ulinyanyukaje. Ndio maana listen to me, ukipanda kwenye Boeing, mandege makubwa, au ukipanda na watu ambao wanapenda masuala ya ndege, kipindi ndege na take off ikakaa vizuri pale juu, wanapiga makofi. Unasikia wow. Sawa achana wewe Msukuma hivyo kuja 540. Yaani Wasukuma wote wakipanda ndege 540 wanatusumbua kwenye ndege na mapicha yale. Na ndege inapotua kwenye live, utasikia wanaoheshimu kazi ya mapilot wakipiga makofi. Oh wow, sound great. Ona akiwa anataka kutua pale akakosea mambo sasa. Utasikia what is this now? Come on, what is this now? Unaona? Nisikilize. Unapoanza ku take off, usisubirie eti nina miaka 40. Kwa taarifa yako, sisi hapa leo tukubaliane, tunapoanza kuitafuta 45 uwe ni muda wetu wa kuretire. Kwamba umefika 45 tayari kuna maproject yanafanya kazi. Wewe unapokea ripoti tu. Unapokea ripoti tu. Unafika 45 tayari watu wanaona kitu ambacho ni tangible. Hauzungumzi tena kitu cha kwenye makaratasi, kitu ambacho ni tangible. It is my prayer in the mighty name of Jesus. It is my prayer in the mighty name of Jesus. If do you think mimi leo naosimamaga masaa mangapi kwenye fagia 4 5 kwenye ibada? If you think nifikisha miaka 70 I can handle that. Yaani hapo tunakuwa napita na kufanya tu impartation. Oh, I bless you, nakubariki. Yaani mtumishi mimi nitafika huo umri.
kama Mungu amenifikisha hapa leo. Alafu kipindi hiko nishakubana rafiki yangu mmoja, tunakuwa tunavaa mashati meupe tu ya linen na swali za kaki. Na rovers chini. Basi labda nilikuwa naenda kumweka mtu wakfu, ndo nitavaa sasa ile suti sasa kichungaji ile sasa. Sawa, yani ninaona vizuri na drive vizuri, I'm enjoying life. Unajua kuna makosa ukiyafanya wakati wa kutake off, ukifika miaka 50, 60 utaanza kufanya dhambi ya kunungunika. Na umeokoka na kutoka na watoto, hawanitumii sukari, hawanitumii hiki nini. Wakati wa kutake off ulikuwa wapi? Yani mwanangu wa kike una miaka 60, ngozi nyororo, yani unapaka wese moja matata, yani ukismile hivi au usmile ukiwa na kisilani. Watumishi, fanyeni yote, Mungu tunamhitaji, ila noti nao inamtunza mtu. Watumishi, noti. Mimi nakuona mjomba wangu hospitali hivi na hivi. Sasa siku ya Jumatano, yani hapo nawaza ibada tu. Nikasema nikapanda juu kwa daktari, nikaongea naye nikarudi. Kabla mjomba nisiongea na daktari. Nikachukua tu hivi, yani imegonga hivi. Yani hapo alikuwa apati choo. Akasema afu nasikia kama choo kinatoka. Ndio maana nimesema ni vizuri tukaagree. Maandiko yanavyosema ya kwamba nimewaandikia vijana kwa sababu mna nguvu. Maana yake ndani kuna maono, lakini ndani ya mioyo yenu liko neno. Sasa neno la Mungu maana yake kuna neno ambalo lazima liwepo katika hatua za maono yaliyoko ndani yako. Sasa mtu wa namna hii, kwa nini afya asizikwe? Unajua kuna kufa na kuzikwa. Rafiki yako Lazaro alikufa, tajiri alizikwa. Mimi nakataa. Yani nikisema kitu kama ukitaka sema nakataa, wewe sema tu hivyo. Mimi nakataa kufa, nataka nizikwe. Listen to me. Sababu ya Mungu kuhakikisha, nisikilize, kwa nini watu wengi wanaajiliwa wanashindwa kuperform? Watu wengi wanaenda kwenye wrong channel. Kule anakoenda sio mahali sahihi. Na huyu mwenye maono na yeye anashindwa kufanya selection iliyo sahihi. Kwa huyu akienda kule hawezi akaperform. Maandiko yanasema hivi, wazee wataota nini? Ndoto. Ila vijana watapata maono. Nisikilize, na siku zote maono ndo haya alisema Elihui kwenye kitabu cha Ayubu. Akawaambia wale wazee, nilijua kuishi kwenu kwingi, mtakuwa na hekima, lakini yafaa siku ziseme. Kazi ya maono ni kuzungumza kadiri siku zinavyoendelea. Ili ni ombi langu in the mighty name of Jesus. Chochote kilichopo ndani yako kikazungumze kadiri ya siku zinavyoenda. This is my prayer in the mighty name of Jesus. Chochote kilichopo ndani yako kikazungumze kwa mabadiliko. Biblia inasema rehema zake ni mpya kila itwapo asubuhi. Kila itwapo asubuhi. Kila itwapo asubuhi. Usiku wa leo kazi yangu ni kuita picha iliyoko ndani kwa vijana na kuiweka kwenye utaratibu ambao Mungu ameuweka. Maandiko yanasema Elihui akasema hivi, na Elihui alikuwa ni kijana mdogo sana. Akawaambia wale wazee, yamkini mpokuwa vijana hamkuwa na maono, kwa hiyo hamkupata hekima yoyote. Lakini mimi nasema leo, kwa maono nilionayo mimi, kwa kitu alichokiweka Mungu ndani ya Ayubu, yafaa siku ziseme. Yafaa siku ziseme. Nasema kuanzia leo mpaka tutakapofikisha umri wa kustaafu na kuendelea kupumzika hapa duniani, kabla Mungu hajatuita, yafaa siku zetu ziseme. Katika nchi hii yafaa siku zetu ziseme. If you are here hauna kazi, nasema siku yako ya kesho ikupe kazi. Siku yako ya kesho kutwa ikupe kazi. Kama uko hapa biashara yako inasuasua, nasema kesho yako biashara iwe stable. Iwe stable your business. Iwe stable. I speak stability in your business. Stability of your
your business, stability of your work, stability of your vision, in the mighty name of Jesus Christ. Suleimani alizaliwa kama watoto wengine, na Suleimani aliitwa mtoto wa Daudi. Huyu Suleimani akaja kakaa kwenye kiti cha baba yake. Suleimani hata siku moja haukumuona akisema kuna pesa baba ameniachia. Maono ya uongozi ndani ya Suleimani yaliwatoa watu kutoka nchi ya mbali wakamfuata mahali alipo. Nasema hivi, natamka kwa mamlaka Mungu alionipa, watatoka China wakikutafuta ulipo, watatoka Europe watatufuata tulipo. Nasema hivi, Suleimani alifuatwa na malango yake alikuwa wazi. I declare in the mighty name of Jesus, haijalishi umezaliwa na mlanda mbao, haijalishi umezaliwa na mkulima, haijalishi umezaliwa wapi, lakini watu walimfuata Suleimani. Watu walimfuata Suleimani. Kandarapataya baya. Sisi kwenye kizazi chetu, watu watapanda ndege, watashuka uwanja wa taifa, watasema namtafuta fulani, namtafuta fulani, namtafuta fulani. Indarabataya. Imeandikwa wana wa binti wote wamefanya mema, lakini wewe umefanya zaidi. Na mimi nasema hivi, watakutafuta in the mighty name of Jesus. Watakutafuta in the mighty name of Jesus. Kuna mtu atainuka na jina lako, kuna mtu atainuka na kampuni yako, kuna mtu atakutafuta. Kindarakatara baya, korokotaya baya. Ni Afrika wazungu walikuja kuchukua dhahabu na wakaamini wao wana akili ya kutosha. Sisi tunatangaza hivi, watakuja kuchukua maono, watakuja kutusikiliza maono yaliyoko ndani yetu. I declare you are a problem solver. Utatatua vilivyoshinda karne, tutatatua vilivyoharibika miaka na miaka. Tutatatua, 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 tutatatua. Watatoka mbali, watakufuata ulipo. Yule mtu aliyempelekea mwanafunzi amtoe yule pepo kwa mtoto wake, alitoka mbali akawafuata na akaendelea kusubiria mpaka Yesu, hujanielewa, akaendelea kusubiria mpaka Yesu alipokuja. Alafu akamwambia, nisikilize, kuna watu wataendelea kusubiria mpaka tufike. Hujanielewa? I declare in the mighty name of Jesus. Nasema hivi, kwenye hiyo nafasi wanakusubiria, kwenye hii serikali wanatusubiria, kwenye hii serikali wanatusubiria, kwenye hii dunia wanatusubiria. Iko torobo shaka baya. Wale watu hawakuondoka, akabaki pale na mtoto wake akimsubiria Yesu aje. Na Yesu alipofika akamwambia, this is the problem I have. Hili ni tatizo nilionalo. Wacha nikwambie, Yehova ametuweka hapa, ametulinda na mengi, ametukinga na mengi. Kuna matatizo kwenye nchi hii yanakuhitaji wewe, yanahitaji mawazo ya biashara ndani yako, yanahitaji mawazo ya kazi ndani yako. Kuna matatizo yanakuhitaji wewe, kuna matatizo yanakuhitaji wewe. Orokotaya baya. Tunaweka hapa leo makubaliano. We are problem solver. We are problem solver. Sisi ni wa matatuzi wa matatizo yaliyoshindikanika. Ijapokuwa mwanzo wako ni mdogo, mimi naangalia unakoelekea. Ijapokuwa mwanzo wako mdogo, mimi naangalia unapoelekea. Ijapokuwa vita yako ni kubwa, umesoma kwa kuungaunga, kuna saa ada ilikosekana, lakini nauona ukubwa mbele yako, nauona ukubwa mbele yako, nauona mkubwa mbele yako. Ijapokuwa kwenye familia yenu hakuna anayekukubali, wewe ndio breadwinner wao, wewe ndio mbeba mkate wa familia, wewe ndio mbeba mkate wa familia. Amwia kuinua mageneral, kuinua makamanda wanaosema ya kwamba
hapa tutoshi mahali tunapokaa, hapa tutoshi mahali tunapokaa. Ikotoroboshaka rabababababa jerikandarabaya koroboshaya jeteya mando jeteya 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 jeteya. Ni kweli wameona upungufu wetu, ni kweli wametuweka kando kama wale wakoma, kama wale wakoma, kama wale wakoma, kama wale wakoma, kama wale wakoma. Wakoma hawakuingia mjini. Sijui kama unanielewa hapa. We are a soldier. Sisi ni jeshi. Wakoma hawakuwahi kuingia mjini. Kumbe ndani ya wakoma kuna maono, si kwa ajili yao peke yao, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya taifa. Wale wakoma wakasema tukikaa hapa tutakufa, apata tutosha kuliko watukute tumekufa. Tunachukua hatua kwa picha iliyoko ndani na neno la Mungu ndani, na kwa nguvu tulizo nazo tunaingia mjini. Walipochukua hatua, kuna kishindo, kuna kishindo, kuna kishindo kikasikika. Nenda ukafungue hiyo kampuni wewe. Nepeleka CV yako LinkedIn, sijui wapi. Peleka CV yako, nenda Kairabatara baya. Hauendi kutafuta, unaenda kuchukua chakula chako, unaenda kuchukua chakula chako, unaenda kuchukua chakula chako. Maidia, usinichukulie poa, ninachukua hatua, hatua ambayo hakuna atakayeweza kuinyamazisha. Ikotoroboshaka bala. Kuna siku nilisema nikihubiri tu injili mjini hakuna anyenijua, nitafia hapa. Nikaenda vijijini. Nilipoenda vijijini nikashangaa pepo zinatoka, mizimu inatoka. Yehova akaniambia rudi mjini sasa ukaseme niliyokuonesha. Nikarudi mjini, sikupambana, njia zikafunguka, vita zikainuka, njia zikafunguka. Na mimi nakutuma leo, chukua hatua, 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 chukua hatua. Kuanzia leo ni marufuku kukutwa ulipoachwa ukiwa hujanyanyuka. Hujanielewa? Kuanzia leo ni marufuku korokotara baya baya, ikotoroboshaka baya, imandara baya. He is a game changer. He is a game changer. Yeye anabadilisha mchezo muda wowote. Na uona mpira umegeuka, ninauona mpira umegeuka, ninaona mpira umegeuka, ninaona mpira umegeuka. Nisikilize vijana, ni kweli kuna saa tunasubiria niwe namjua mtu fulani mtumishi ataninyanyua kwenye huduma, niwe namjua fulani atanipa mtaji wa biashara, lakini hao watu wanaangaliwa na wengi. Yesu akaenda mahali na hakwenda kwa ajili ya watu wote, alienda kwa ajili ya mtu mmoja aliyekuwa amekaa pembeni ya kile kisima. Ndugu zake walimwacha hapo akiwa na godoro. Ndugu zake walipoteza matumaini. Kuna watu hawana matumaini na sisi kabisa. Kuna watu wanatuona sisi hatuna akili, watu wana sisi tumefika mwisho. Oh, nawapa pole, ninawapa pole, ninawapa pole. Sikujiumba, nimeumbwa na Bwana. Haujajiumba, umeumbwa. Yesu alipofika, Yesu alipokanyaga, akamkuta amekaa na kigodoro. Yesu akasema ni kosa la jinai, na jinai waga inamfunga mtu, sawa? Akasema ni kosa la jinai mtu mwenye maono kukaa hapa chini, mtu mwenye picha
amejificha kukaa hapa chini, hata kama ndugu zake wa karibu hawajawahi kutambua, ila aliyempa nguvu, mwenye serikali ya mbinguni, ametambua kilichopo ndani yake. Yesu akamwambia, sikwambii uingie kama wale, beba godoro lako na uondoke. Na mimi nimetumwa nikwambie, kuna watu wametu overtake, wamepita mbele yetu wakaitwa ni washindi. Watu wote walioingia kwenye kile kisima walikuwa wanamuacha yule ndugu, kila siku walikuwa wanamuacha hapo, walikuwa wanampita, wanamtangulia mbele. Anawaambia, hii ni nafasi yangu, hii ni zamu yangu, lakini wanamuacha hapo. Yesu alivyoenda, Yesu akatengeneza habari. Watu wote waliopita pale, habari zao hazijaandikwa kibinafsi, lakini huyu habari yake imeandikwa kibinafsi. Na mimi natangaza juu yetu leo, popote walipotu overtake kwa chuki zao, kwa hila zao, kwa uharibifu wao, tunaenda mbele yao, tunaenda mbele yao. Go far, nenda mbele yao zaidi, nenda mbele yao zaidi, nenda mbele yao zaidi, kanyaga mbele yao zaidi. I say go far today, go far, kanyaga twende, nenda zaidi ya jana, nenda zaidi ya juzi, nenda zaidi ya jana, nenda zaidi ya miaka yote. Mungu atengenezaye visa, kisa, anaenda kutengenezea kisa ambacho kwa utukufu wa jina lake habari zetu zitaenea kila mahali. Habari zetu zitaenea kila mahali. Magharibi haitanyamaza kwa ajili yako. Magharibi haitakaa kimya. Magharibi haitakaa kimya. Magharibi haitakaa kimya. Kaskazini haitakaa kimya. Kusini haitakaa kimya. Kaskazini haitakaa kimya. Mashariki haitakaa kimya. You can see. Watu walipokuwa wanavua zile nguo za kijeshi ambazo walizitumia wakati wanaua, wanaziweka miguuni. Ilikuwa ni ishara ya kwamba damu za watu zilizomwagika hazitatuhusu sisi, zitakuhusu wewe mwenyewe ambaye ni kiongozi. Anapokuwa kiongozi wa maono yaliyoko ndani yako, ikifika saa ya aibu, kaa naye, kaa naye. Most of us tunaiofia sana kesho katika kushinda, sio katika kuweza. Biblia inasema hivi, usisumbukie kesho. Kesho Mungu ataishughulikia. Most of us, listen to me, kuwa na maono ni sawa na mtu ambao alipewa talanta, sio? Wengine wakaenda wakazifanyia kazi, ila mtu mmoja aliyekuwa na hofu alienda akafikiria kwamba kwa kile kitu kikiwa hakijaongezeka ni sifa. Alikuwa na hofu ya kushindwa. Kwa hiyo yule alitoa zile fedha, alitoa ule mzigo, akamwambia no, wewe ufai, kwa sababu nilipotoa nilitegemea matokeo. Ikiwa kuna kitu ambacho lazima tukubaliane nayo, failure sisi. Mimi hapa nilienda kutafuta kuishi Botswana. Nilirudi Tanzania sina kitu. Unajua ukitoka nje ya nchi unakuwa na ujasiri, unawapigia watu simu, narudi.
Yaani maisha alinipiga, hata simu ambayo nilirudi nayo, nilirudi na kitochi. Yaani homu wanashangaa tunagonga asubuhi. Kumbuka nimekula basi kutoka Gaps, Gaborone. Nikaingilia boda ya Zimbabwe. Kula hayo. Harare. Boda ya kuingia hapa. Nafika kwenye boda saa 6 saa ngapi? Mnalala kwenye basi mpaka asubuhi. Wakianza kugonga passport. Lusaka. Watumishi ni safari ndefu. Alafu kumbuka ni safari ambayo ndani yake ina uchungu kwa sababu mambo. Nyumbani unalala kwenye godoro. Alafu umefika kule, umeanza kwenye maisha mazuri. Alafu ghafla unahamia kwenye kachumba kamoja ambako dirisha ni kama katundu hivi. Unakaa tu ndani. Mtumishi, nimerudi nimechoka. Nibaki na nilivyo na kichwa kizuri, nibaki na kichwa na pua yangu kubwa. Nimerudi, mshua wangu akaniangalia akati anafungua mlango. Akatikisika hivi. Alafu akuniongelesha wiki nzima, unajua kiliniuma. Sasa najiuliza, inaona mshua ameona kwamba mimi ameshanipoteza nini? Yaani hapo na majuto mengi. Kwa nini niliacha kazi? Kimenipeleka nini kule? Sawa Alafu niliondoka kwa jeuri, kwa jeuri. Yaani niliondoka kwa furaha kwa sababu yaani safari yangu nilipanga tu. Yaani kwamba kuna kitu kuna kusoma shule, diplomasia. Kwa kilivyoisha tu nikasubiria graduation. Baada tu ya graduation. Yaani graduation leo, kesho asubuhi nikang'oka. Alafu nimerudi sasa. Yaani nimerudi, yaani kesho yake asubuhi yaani kesho yake asubuhi kakangu ananiambia hivi hapa unatokaje nje kuna kwa watu namna hii. Alafu church niliaga. Unajua church kwa Bwana amenifungulia. Alafu waimbaji wakaimba, Bwana amefanya njia. See my God now. Yani see my God leo nikisema in the mighty name of Jesus. Kuna mtu tu niliposema in the mighty name of Jesus, na uko hapa uvimbe uliondoka, na uko hapa kazi yako ilifunguka, na uko hapa. That's si ndio? Nikarudi katika ile hali na nikakumbuka, nikaenda church. Makanisani napo. Watumishi tusilali nini? Kwenye kipindi kigumu. Jamaa mmoja akasema, John, yaani mambo yako ni sawa na mashimo, madimbwi. Mvua ikinyesha yanajaa. Mvua ikiisha unabaki kuwa makorongo. Cheki ulivyokorongeka. Nikasema Mungu wangu. Listen to me. Before I travel, walikuwa wananiweka mbele. Nikikaa mbele sinapendeza. Si ndio? Nakaa wapi? Mbele nang'aa. Nilivyorudi hata ibada katikati ya wiki sikai mbele, nawekwa katikati na washazi. Ashazi nyinyi. But I'm telling you, nilikuwa nimekorongeka. But the vision was still alive. Maono yalikuwa yako hai. One day in the church, alikuja mhubiri mgeni. Akahubiri injili yule mhubiri. Cha samani ambacho nilikuwa nacho ilikuwa ni tai yangu na viatu. Nikavivua, nikapeleka pale mbele. Nikasema I'm sowing my seed. Alafu baada ya kutoa sadaka sasa ibada imeisha, najiuliza, hivi mimi kutembea kutoka hapa mpaka nyumbani nafikaje? Listen to me. Maandiko yanasema hivi, ajapo kuhuzunisha atakufurahisha. Unapokuwa una maono ndani, haijalishi unaposti kwenye mtandao, hakuna biashara ambayo inaenda, usifute hiyo post. Nani ajuhaye? Kuna mtu atakosea njia tu, atakwambia na mzigo mkubwa umenishinda, unaweza ukauuza alafu kanipa hela kidogo kidogo. Nani ajuhaye? In the mighty name of Jesus. Hallelujah.
Within 1 month sikuwa nashuhudia mtu aokoke. Nilikuwa nashuhudia sana. Nikipata wazo nampelekea mchungaji juu ya vijana. Linaingia, tunalifanyia kazi. Watu wanafunguliwa. Lakini within 1 month, one day, nilisema no, this is not my life. Niliposoma habari ya wanawake wawili makahaba ambao ilikuwa issue ya mtoto. Hata nishaye kuhubiri hapa. Wewe kuelewa kwa nini siku nilivyohubiri the powers too. Haya. Unaweza usielewe kwamba kwa nini pastor alivyohubiri nguvu za Mungu zilitembea sana. Na nikashuhudiwa sana na watu juu ya matokeo. Ni kwa sababu lile neno nililipata likaninyanyua kipindi ambacho mbele yangu ukiniambia unaona nini? Naona bora nife. Listen to me my fellow kijana mwenzangu. Maono yanapokuwa ndani hauwezi kukwepa aibu. Ndio maandiko yanasema hivi, jaribu sio kwamba umetenda dhambi. Ndio maana sisi vijana, ukiona mwenzako yuko uchi anapitia kwenye jaribu, mfunike. Usitake kumuuliza ilikuwaje kuaje. Shida wakati tunaulizana sana ilikuwaje kuaje. Do you understand? The reason I love my biological father, alikuwa kila siku ataniambia, mwamba vipi? Karibu Dar es Salaam. Mungu atakusaidia. Neno hilo likaa nalipa energy kwamba Bwana atanisaidia. Remind you, kanisani nilikuwa nakaa mbele. Na nawashukuru wale, si walaumu. Yani walinifundisha kwamba when people they see you are nothing, watakuweka hivyo hivyo. Kwa kikubwa nikasema kuanzia leo sitatafuta huruma ya watu. Nisikilize, kwenye maisha unapoanza kutafuta huruma ya watu ndio anguko lako. Mimi nakwambia wewe, utaenda mahali utakutana na bosi kichaa. Atakutukania paka mtu aliyekulipia ada. Utamwambia kwamba uko mbele una bili za kulipa mtumishi. Una bili za kulipa. Uache eti amenyanyasa. Listen to me. Kuna saa kunyanyasika kwako ndo aibu yako. Kikubwa, maono yoyote ni lazima mtu uyafie maono. Kumbuka, unapowekewa maono, Mungu anakuwekea nguvu kwa sababu anaelewa kabisa anakutupa kwenye pori. Na ili maono yaonekane ya kwako, ni lazima ufieke pori ili watu wakija wasione kichaka, waone picha iliyoko ndani yako. I declare that in the mighty name of Jesus Christ. Sasa wewe tu, watu wako wote wa karibu ambao ulikuwa nao vizuri, ukiwa mambo yako yako poa, sasa hivi hujasikia kwamba wanakusema, ila wakiwapigia simu hawapokei kwa wakati. Unaanza ona sasa. Mimi mtumishi nilikuwa mwenyekiti wa vijana chachi. Nilivorudi nikatolewa wapi? Nikakaa wapi? Alafu nilikuwa na ushawishi. Si duniani hapo mimi nilikuwa nacheka na kila mtu. Hivyo fikiria mimi na mfano hapa hata mchachi. Kuna binti tulikuwa tunachekeana tu. Hata sijamwambia kama nataka nikuoe. Yaani tunachekeana tu. Sawa Mama yake akampiga. Akamwambia marufuku nikuone. Unachekeana na huyo kapuku. Nikamwambia kuna siku nikamwona Mlimani City, nikamuuliza how are you my dear? Leo jina lake silitamki. How are you? Nikamwambia unaendeleaje? Bwana watoto wa macho hapa naelekea kwa dada. Nikamwambia kwa dada. Nikamwambia twende kwenye gari yangu. Nikampeleka paka na nikakisha nashuka. See my God my dear. See? Na walikuwa ni Wanyakyusa. Unawajua tena? Wakina Mwaisa. Nikafika nikamshusha. Jamani. Nikamkutana mama yake mdogo tu amezidi kuzeeka pale kwa dada yake. Alishiriki kwenye kunikanga. My friend. Ukiwa una maono, you are nothing before them but not before the Lord. Wewe si kitu mbele yao, lakini sio mbele ya nani? Kwani wewe hapo una kapicha ka kitu fulani kana kusumbua kweli, kaanzishe. Yamkini huko kwenda kusomea uhasibu ulipoteza muda tu kwa sababu wazazi wako nao hawakuwa na maono ya mtoto wao wamfanyie nini. Anzisha tu. Yaani fikiria timu hilo ningekuwa nimeajiriwa. Yaani nakaa ofisini masaa 24 mimi.
Yaani fikiria kwanza kwamba yaani natoka niingie ofisini saa 1 na fingerprint kete. Alafu nikae, nifanye kazi. Yaani nisisikie kelele za out. Nisikie kelele za makaratasi. Ofisini kwangu mwenyewe kwenye mambo yangu binafsi. Na nikiendaga sikaagi zaidi ya lisaa hili. Huyo. Lakini ofisi inaitwa Reality of Christ. Hata kama sio siku ya ofisi, sijisikila mpaka nikanyage hapa. Kwa nini? That is my calling. Ni wito wangu. Ni kazi Mungu alionipa. Nisikilize. Kama unaogopa aibu, unamwaibisha Mungu wako. Kwa sababu watu wote waliobeba watoto wenye maono. Angalia Raheli. Maandiko yanasema Mungu akaviringisha aibu, jiwe la aibu, baada ya kumzaa Yusuf. Kuna kitu kwenye maisha yako ni paka kitakapotoka kikaonekanika, aibu inaondoka. Hapa duniani, chukua maneno yangu mimi nakwambia, kama una kitu watu hawakuheshimu. Ndio maana kuna watu hatujagonga hata miaka mingapi tunaambiwa shikamoo. Tunasikia tu aibu kuitikia. Lakini kuna mtu mimi pamoja nikamwambia mtu, wewe msalimie huyu nilie naye, mimi hapana. Mwanangu, yamkini hujaolewa mpaka leo. Mungu anataka ukienda ukweni uende na kishindo. Nani kawaambia kuolewa ndio kufanikiwa watumishi? Ndoa yako ya kwanza ni ndoa ambayo Mungu amekufungisha na maono yaliyoko ndani. Maandiko yanasema Mungu akaona si vyema mtu huyu aishi. Labda kuna fulani huko bado Mungu hajaona kwamba sio vyema huyu mtu aendelee kulala pekee. Mnapenda hayo mambo. Haleluya. Nisikilize vitu vifuatavyo. Maono yako ni lazima yatatue tatizo. Ni lazima ya align. It align with your passion and purpose. Maono yako lazima, maono nishakwambia hapa, lazima kiwe kitu ambacho unakipenda, ambacho ndani kuna kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia maono yako lazima Mungu ayape nyenzo ya kufikisha maono yako mahali yanatakiwa yafike. Lakini maono yako lazima ta face opposition. Yote hao nimezungumza. Maono yako lazima face opposition, lakini pia lazima yabebe nyenzo. Mithali 14:23. Vita ya vijana tulionayo ni baada ya hiki ninachokusomea. Mithali 14:23. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Nisikilize. Mungu anapoweka maono ndani yako, kuna faida ambayo lazima itokee. Siku zote kabla haujaleta faida yoyote, nisikilize, kuna faida ambayo katika ulimwengu wa mwili inaweza ikawa haionekani, ila katika ulimwengu wa roho inaonekana. Na siku zote vita zetu ni pale faida inapoanza kuonekana katika ulimwengu wa kiroho. Faida inapoanza kuonekana kwenye ulimwengu wa kiroho, unaanza kukutana na pingamizi nyingi kwa watu wanaokuzunguka. Kuna saa ninawaangaliaga vijana wenzangu, namna ambavyo tunapenda mambo mazuri, na namna ambavyo mimi nikanyage jinsi unavyoweza tu, lakini wengine nikiwaangalia wakikanyagwa kidogo wanaporudi nyuma. I have my little sister home. Nikahakikisha namtafutia kazi ambayo itamwadabisha. Hajakosea, lakini namjenga kuwa binti ambaye atawajibika. Ile kazi, yani mimi nikimaliza maombi ya alfajiri, nasikia tu huyo shwa, yani paka asubuhi kabidi nitoke nje ya geti nimwangalie anapotoka paka aenda kupanda bajaji pale juu. Unaona? Yani kuna siku namuona kabisa, ukimuuliza habari ya kazi machozi yanamtoka, lakini sina namna nimwambie kwamba acha. Nikamwambia endelea hapo hapo.
Wifi yake ananiambia, lakini mbona kama vile wanalipwa kidogo? Yeye naambia mwache aendelee hapo hapo. Why? Chombo chochote hakitengenezwi kinapokamilika. Chombo tengenezwa kabla kijakamilika. Unafikiri kwa nini vijana wanapewaga usio, alafu baada ya muda asipofukuzwa anafungwa? Au mwingine unaona kabisa huyu anaenda kwa sababu ana godfather, kwamba kuna mtu amemweka pale kwa ajili ya maslahi yake nini binafsi. Hivyo huje kuona, I'm telling you. Unasema mimi na rafiki yangu kuna watu tunaendaga for breakfast asubuhi. Tunakutana na waskaji ambao tunawajuana nao. Lakini na tunajua ni masio, lakini anakuambia mwamba wewe nipige tu maombi. Natoka nilipotoka ofisini. Nimekula vitu. Hapa nimekuja nasimulia tena. Hata rafiki yangu ananiambia hivi, hapa tuna kiongozi kweli. Unaona, listen to me. Nisikilize. Tutafute kuaminika kwa Mungu kwa kutuivisha. Sawa? Ili ifike mahali tunasema yule ni sio mahali fulani, lakini ni mcha Mungu. Yaani ifike mahali watu wakiona jengo kubwa mjini wasifikirie fulani, waambiwe tu bwana, kuna mcha Mungu mmoja bwana. Hatujai kuona hata siku moja akizindika. Yaani wewe ni kijana, yaani wewe wengine hapa hata miaka 30 hauna. Lakini unalala kama popo mpaka asubuhi. Yaani hata siku moja ustuke, ujiulize hivi mimi ni nani? Hapa duniani nimekuja kufanyaje? Yaani hata siku moja ustuke. Yaani kwamba ustuke, yaani uende kwenye biashara yako ambayo haijafikisha hata mtaji wa milioni 1. Ustuke, uende useme wewe biashara nimekuchoka. Nataka ongezeko. Kwa kuwa una kavocha, una iPhone, una Samsung Ultra, netwaje? Na kwa kuwa unaweza ukasuka nywele unafanya kichwa namna hii. Kwa kuwa unachangia kitchen party unalizika. Faida ikiwepo, vita huanzia ndani. Vita waga inahamia nje baada ya udhihirisho wa yale maono kuja kuwa halisi. Mungu anapokupa kazi ndio maono yako. Mungu anataka hiyo kazi iwe na faida. Sababu Mungu anataka ndani ya hiyo kazi wewe ukajenge makanisa, ndani ya hiyo kazi kuna vitu vifanyike kwa ajili ya ufalme wake. Maana yake Mungu akikupa kazi lazima pawepo na nini? Na faida. Sasa siku zote dunia inashindana na watu ambao ndani yao kuna faida. Sasa sisi vijana tunapigwa kwa sababu gani? Wengi hatuna misingi ya kulinda, ya kutafuta ulinzi wa Mungu kwenye picha tulizo nazo. Tunafikiri tu maombi umemaliza, kila kitu kiko sawa. Wewe fikiria tu, wewe angalia tu. Zamani Jumapili mnaenda kwa mjomba, nyumba nzima mnakutana kule. Mnakula, mnacheka. Na wazee wetu walikuwa hata wanyanyapaa. Yaani ndugu wazee wetu, hata kama mwingine amkubali mwenzake, anamgonga kwa mganga kimya yani. Sawa Lakini sisi mtu akiwa kwamba yaani huyu jamani heji yangu, wote tumekuwa pamoja, ananizidi vipi? Tayari chuki inafanyaje? Inainuka. Nisikilize, Mungu akiweka likitu ndani yako, na mimi naamini ndani yako kuna likitu, na mimi najitolea kila biashara inaenda kuanzishwa baada ya leo nakuja kuiweka wakfu. Ndio maana baada ya leo kuna watu watakasirika hapa, wataenda kununua mashamba wakisema nitageuza kuwa biashara ya kuuza viwanja. Kuna siku maandiko yanasemaje? Tupa chakula chako, baada ya siku sio nyingi utakiona. Mwenye maono anapotupa maono yake katika uhalisia, baada ya siku sio nyingi atayaona maono yake kwa jina la Yesu Kristo. Siku zote una faida inapoanza kuonekana kwenye maisha yako. Mtumishi, kama vile kuna mtu hapa kama mwaka hujaisha atanunua gari, sababu tuna maono, ataangalia nini? Mafuta. Na mimi nakujua lazima Christmas uende wapi ukaripoti kwa mara mimi na mzigo. Sawa, usifikiri ukienda nao ule mzigo ongera, utapigwa kaongera,
Lakini kuna watu wana viroho vya korosho. Ni principle, ni kanuni. Nisikilize, kwenye familia kama ni fulani amezoeleka kuitwa tajiri au Michael Jackson wa familia, mwenye uwezo, sio? Anapoinuka mwingine, huyu mwingine usifikirie anafurahia sana mtumishi. Mimi nakupa fact za maisha. Mimi sio kazi, hii sio ajira yangu. Mimi kila siku naombea watu wamerogwa humu, naombea watu wafunguliwe na mizimu, naombea watu. I have seen this thing. Ndio maana kadiri Mungu anapokupa faida kwenye vitu, endelea kumwogopa sana Mungu. Endelea. Mimi nakwambia haya mambo yako haya, tunahangaika hapa ukiwa hujatoka, alafu umeshatoka tukuoni. Shindwa wewe. Shindwa. Wakati mwingine mnakera vijana wenzangu. Yaani tuko wote hapa, ukiwa huna kazi tunahangaika wote hapa. Yaani mpaka tunakukremu, yaani mimi nakukremu mhubiri kwamba yule binti yangu ina gauni lake jekundu. Alafu umeanza kubadilisha mambo. Chachi sikuoni. Nikikukuta babani na kufyatua. Kwa sababu gani? Ikiharibika hiyo kazi, utakuja tena hapa, nitakupa pole, lakini kiuhalisia nitajua umezingua. Nisikilize, Mungu hutupeleka utukufu baada ya utukufu. Kila kazi ina faida. Ndio maana Mungu anapotengeneza faida ndani yako, kuna mahali kwenye marango vita inatokea. Nisikilize, kuna kitu kinachoitwa kwenye theology replacement theory ya kiroho, kwamba hakuna mahali wewe unapoenda kukaa kama hakuna mtu mwingine ambaye tayari ashakaa hapo. Na sheria iko hivi, ni watu wachache wanaokubaliki kuondoka kwa ridhaa yao. Wachache. Kwa sababu mfumo unapomweka mtu, kuna watu walitengeneza mfumo kwa ajili ya faida yao, na mfumo siku zote hautaki mabadiliko. Mungu akimweka kijana, Mungu anajua kabisa huyu kijana akikaa pale kuna mabadiliko ambayo yatatokea. Kwa yule aliyekaa pale hayuko tayari kuondoka. Ndio maana kuna kitu kinaitwa na Mungu change of season. Change of season ndio ambayo inawatoa watu kwenye viti, inaweka watu wengine kwenye viti. Kwani unaposema, nikisema receive the grace, pokea neema ya kuwa kiongozi, wewe unaitikia tu amina. I'm telling you, kuna mtu anang'oka mahali. I have one of my daughter, amewekwa sasa kuwa boss, sio? Leo anaambia, unajua baba, toka nimeajauliwa nimeenda kazini siku 2 tu. Niacha kukupigia sababu kila ukinipigia nakwambia naenda, namwambia tu acha ujinga, nenda kazini. You are free. Lakini nikifika ofisini nasikia kizunguzungu. Nikamwambia kikabili kizunguzungu. Nimeumwa sana. Nikamwambia umeenda kukaa kwenye kiti cha mtu. Kuna mtu pale hesabia. Yaani kuna mtu pale hesabia kwamba kile kiti cha nani? Cha kwake. Nisikilize, replacement yoyote, mabadiliko yoyote ya kutoa mtu kwenye nafasi, haje mtu mwingine kwenye nafasi, yana gharama. Yana nini? Yana nini? Yana nini? Na ili badiliko, usisahau, linakuja kwa sababu kuna faida. Mungu hamweki mtu kwenye kiti kama hajaona faida. Narudia tena, Mungu hawekagi mtu kama hajaona nini? Faida. Ndio maana akikuwekea mashaka, anakuweka katika hali ya uangalizi. Unafikiri hii sheria ya mtu kupewa miezi 6 ya kuangaliwa imetoka wapi? Kiroho wewe. Yaani imetokea rohoni, kwamba muda wa nini? Wa uangalizi. Sasa Mungu anapotaka kumpanda mtu mahali, ni lazima kwanza awe amejilizisha naye, alafu ndo anamweka. Ndio maana watu wote ambao Mungu alikuwa hajajilizisha nini, hakufungana nao kwenye agano. How are you, watumishi wa Mungu? Mimi sinajua hata wewe pia. Yaani unajua kuna saa unaangalia movie alafu unajiimagine kwamba na mimi sikuja, mimi na baby wangu tutaenda pale Paris kwenye ule mnara. Kwenye nini? Kwenye mnara. Au ndio unasema, oh my gosh. Ndio tamthilia. Ni mawazo ya mtu ameact. Maono ya mtu yale. Wewe mwenzangu, tutafute hela,
Na sio lazima uwe na baby ndio uende pale. Unajua wakati mwingine uko na noti, unamwambia tu mume wako, nafikiri imenichosha kidogo. Na wakati mwingine na hivi anajua kwamba utegemee chochote kwake. Akamwambia tu ushafanya arrangement vizuri. Akiwa gentleman atakupiga na $2,000 ka shopping pale. Hapo naambia vijana wa kiume, maisha ya ndoa yanahitaji uzungu wenu ambao mnauweka huo. Mfumo wa digestion wa mwanaume ni tofauti na mwanamke. Wewe unajua kabisa kubeba pochi ya uwezi. Toka kwenye uchumba usibebe pochi. Fanya kile unachokiweza. Mimi nawaambia ukweli hapa. Huu mwaka wa 10 nafungisha ndoa, sio 10 sio ngapi. Kwa ninajua haya mambo. Kile ambacho ukiwezi usikifanye. Kuwa gentleman. Mpenzi, mimi nakupenda kwa moyo wangu wote. Sawa? Mimi uwezo, yani mimi piga huwa garagaza. Kila mwisho wa mwezi cha kwangu ni $700,000. Kwa hiyo aingie akijua hayo. Sio toka maandalizi ya harusi mnakuja hapa umefume nini? Shera umeazima mahali sio jipya. Kwa kuwa Maimuna alivaa shera jipya. Huyo ndo uwezo wake wa kukuazimishia nini? Usiangalie faida ya leo mtumishi. Ona faida ya kesho. Yaani unajua kuna mahali nimeona, yani kuna mahali ukiona sasa, yani kuna mtu anajitengenezea dunia lake huku ndani. Ni kweli wewe uliandika pale kwenye jono yako. Meta jono jono kama nikana miaka 37. Mimi na mume wangu mapumziko Paris. Unaona ngoja akamwambia wewe unaletea mchumba daktari. Hivi unajua maisha daktari wewe? Mmekaa kideti. Na ni mume wako anapigiwa simu kuna emergency operation. Ulivyo wewe na gubu na kujua. Yaani kama tu pale mlangoni kuna siku nikuta unabishana na mlinzi. Gari yako imekwanyuliwa kidogo tu. Sasa wewe unataka Mungu atanipa kuvumilia. Atuvumilii ndani. Tunavumilia wapi? Sasa mtumishi, maono yakikaa ndani. Nini kinakuwepo? Faida. Vita ipo kwenye nini? Faida. Nisikilize, watu wengi wanafurahishwaga na faida inaonekana kwenye macho. Iko faida ambayo Mungu huitengeneza ndani ya maisha ya mtu kupitia kazi ili ionekanike wapi? Nje. Sasa ili faida inapoanza kuonekanika nje kwa mtu ambaye unatakiwa kakae kwenye kiti chake, tunaita ni change of season. Na yoyote ambaye unatakiwa umngoe mahari, hata yeye waga anajua kabisa muda wangu umeisha. Kwa sababu tafsiri ya muda wa mtu kuisha mahali ni pale mtu anapogeuka kwenye kusudi kuu, anahamia kwenye kujitengenezea yeye ufalme wake. Ndio maana muda wa mtu ukiisha, milango waga inafunga na kufunguka. Yaani haifunguki moja kwa, na watu namna hii hawako tayari kuachia nini? Nafasi. Sasa siku zote anapoinuka kijana ambaye anatakiwa akae kwenye nafasi, roho ya kwanza ya kwenye kiti cha kukaa kwenye nafasi ni spirit of death. Daudi amemuua Goliathi. Faida ikaonekana kwa Daudi. Faida ilipoonekana kwa Daudi, Sauli anatengeneza kisa cha kumtuma Daudi akamletee magovi ya Wafilisti. Alafu anapomtuma, hamtumi kwa sababu anampenda, anamtuma ili akafe. Unapokuwa una maono, kitakachokuua wewe sio kitu kingine, ni yale maono yaliyoko ndani. Kwa huyu mtu ni kiongozi, ndio maono alionayo. Mungu amemwekea nani? Daudi. Daudi anaenda kutafuta yale magovi. Sauli na wafanyakazi wake wote wanajua kabisa Daudi arudi. Daudi anaenda, anaua Wafilisti, anachukua magovi, anampelekea Sauli. Bado Sauli aliziki. Nisikilize, unapoanza kuleta faida mahali, si watu wote watakupenda. Na huo sio muda wa kujiwekea umuhimu kwa watu ambao hauni umuhimu wako. Wataanza kupenda matunda. Wakianza kupenda matunda,
wanaanza kuhofia nafasi zao. Ndio maana nilikwambia katika replacement theory, watu wanaoenda kumreplace mtu wana vita kubwa sana kuliko mtu anayetoka pale. Sababu watu wengi wanaotoka mara nyingi wanakuwa hawako tayari. Maandiko yanasema alipofanikiwa kupeleka magovi ya Wafilisti, akapewa paka mtoto wa nani? Wa Sauli. Fikiria, baba ametoa binti yake kwa kijana, lakini bado tena anamuwinda Daudi ammalize. Mungu anamuinulia Daudi Jonathan, ambaye kila kitu babake kitaka kufanya, Jonathan anamwambia Daudi, nisikilize. Maono yakiwepo ndani, vita kubwa ambayo utakoyokuwa nayo ni kwenye mabadiliko ya season. Na hapa kwenye mabadiliko ya majira hapa, kuna watu Mungu waga anawapa retirement ya lazima. Kuna watu Mungu anawafukuza kwa lazima. Kuna watu Mungu anawapunguza kwa lazima, ili awepo kijana mmoja ambaye ana maono yenye faida akakae pale. Ndio maana kadiri unavyoona nuru, kila siku unauza dukani, kila siku safari zinafunguka, ukitafuta kazi huko hupo, uhusiano wako wa Mungu na Mungu unapaswa uongezeke. Kingine, unahitaji neema ya ulinzi. Kingine, unahitaji kuwa na mtumishi wa Mungu atakayeelewa lugha yako ukienda, atakayeelewa ukiwa unazungumza naye. Zamani tukiwa shuleni unapewa dada wa shule, yaani shuleni unakuwa na dada yako kukuangalia. Leo find a servant of God atakayeweza kukuelewa na akatamka kitu. Usijifungamanishe na kitu ambacho you personal hauwezi kuvuka. Daudi, Mungu alimuinulia Jonathan. Daudi aliwindwa na Sauli. Kuna siku ilikuwa ni siku ya mwandamo wa mwezi, kulikuwa kuna sherehe ya chakula cha jioni. Jonathan na Daudi wakakubaliana. Daudi akamwambia, mimi siji kwenye hiyo shughuli, baba yako ataniua. Na kweli hiyo ndio siku ambayo Daudi aliwekewa mtego wa kumalizwa na nani? Sauli. Angalia Daudi hekima aliyokuwa nayo. Sauli anamtafuta kumuwinda. Kuna siku Sauli akakaa kwenye mikono ya Daudi, bado Daudi hakuweza kummaliza Sauli. Tuwaheshimu waliotutangulia, hata kama hakupendi, ni vita ya kimaslahi hiyo, wewe mheshimu. Ndio maana huyu Sauli alitaka kummaliza. Kuna siku Daudi akawa kwenye fursa ya kummaliza, lakini akummaliza. Maombi yangu mimi, vijana wenzangu, msimalizane huko. Hizo simu status sio za kugongana vijembe. Posti mstari wako wa Biblia inatosha. Angalia, ukishakuwa na maono, vita ulionayo ni ya wewe usikae kwenye kiti. Kwa hiyo vita ulionayo sio ya wewe kukaa kwenye, vita ulionayo ni wewe usikae kwenye kiti. Ndio maana Daudi alitafutwa zaidi ya mara moja. Mimi nakwambia hapa ndani kuna watu wengi wana maono, lakini maono yao yamezikwa. Kuna watu wengi muda huu vita alionayo, yani tayari kuna mtu amekusudia kummaliza huko alipo. Nisikilize, is only death, ni mauti peke yake inamtoa mtu kwenye ramani. This is my prayer. Mahali popote ambako Mungu ametutengeneza kwa ajili ya kufanya replacement, tutakaa kwenye hizo nafasi. Mimi nakwambia hiyo nyumba unahitaji tu ni mtumishi akwambie nenda ukajenge, na unaenda kujenga. Binti, sio lazima nyumba ujengewe na baby. Hata wewe unaweza ukajenga nyumba ukampa mama wako mzazi zawadi. It is possible in the mighty name of Jesus. It is possible. It is possible. Wanaume, vijana, inuka na uangaze. Sisi hatuna watu wa kututia moyo kama wakina mama. Ukifungua kidogo, huyo anawatia moyo. Wewe jitie moyo, nyanyuka na uangaze. Umeona mambo magumu, njoo ofisini kwangu. Mimi nitaongea na wewe, nitakushauri na nitakuombea.
Lazima tuwe na taifa la wachamungu ambao yoyote, yani ifike mahali mtu yoyote akitaka kufiatue mahali aogope. I declare that in the mighty name of Jesus. I declare that in the mighty name of Jesus. I declare that in the mighty name of Jesus. Tangazo lilitoka ya kwamba Daudi amemmaliza Goliati. Watu waliimba nyimbo wakizungumzia faida ambayo Daudi ameitengeneza, na Sauli akakasirika akasema atammaliza Daudi. I declare today, mahali popote ambako kuna faida kwenye ulimwengu wa kiroho na wamekutengenezea uharibifu na mauti, in the mighty name of Jesus, ninakataa uharibifu na mauti juu yako. Simama hapo ulipo. If you are here, uko hapo unahitaji kazi, sikuombei kazi tu, sikuombei kazi tu. I send you as an ambassador, na kutuma kwa kiti cha barozi, kakae katika kazi ambayo uwepo wako utamwakilisha Mungu aliye hai. Nyosha mkono wako wa kushoto. I want to speak a word concerning finance. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nataka uone picha ipi ya uchumi ndani ya moyo. Yaani nataka uangalie picha ipi ya uchumi ulionayo ndani ya moyo wako. Nataka uangalie hilo, kwamba ni picha ipi ya uchumi ulionayo. Nataka uangalie picha ipi ulionayo kwenye uchumi. Nyosha mkono wako kushoto juu kabisa. Juu kabisa. Ninaona watu 9. Mungu ananiambia hawa vurugu ya maono walionayo ni toka siku waliozaliwa. Vita yao ilianzia ndani. Nyosha mkono wako kushoto juu. Ni vita tu ya uchumi. Hawa watu 9 hawa wana nyota ya uongozi, lakini wana vita kubwa sana. Wana nyota ya uongozi. Hao watu 9 wana nyota ya uongozi, na vita iliyoko kwenye malango ya familia ni kwa sababu ya malango ya nchi. They have to go far. 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 Wasedio. They have to go far. They have to go far. Nasikia Miriam na jina lake la nyumbani kwao. Nasikia Miriam jina lake la nyumbani kwao Mwajuma la bibi yake ndio ambalo limetambulika kwenye ulimwengu wa roho. Na huyu amebanwa, ndani yake ni kiongozi. Ndani yake na nyota. Nyota yako ni leadership. Nyota yako kwenye uchumi ni ya uongozi. Nyota yako kwenye uchumi ni ya uongozi. Huyu anatoka. Nyosha mkono wako juu. Kuna kitu Mungu anakifanya supernatural. Kuna mtu anatoka. Siku uliozaliwa malango ya ukoo yalikasirika. Siku uliozaliwa malango ya nyumba uliotoka yalikasirika. Walisema kwenye hii nyumba kaka yetu aliapiwa hata kuwa na mtoto aliye bora. Kuna mtu vita yake hapa ni vita ya kuwa bora, ambayo kitarabata wasaidiwe hao. Kitarabata shiketaya ba kitarabata ya kila ambaye vita yake kwenye uchumi, kila kijana ambaye vita yake kwenye uchumi ni kwa sababu ya chuki iliyoko ndani ya familia aliyotoka, ndani ya nyumba aliyotoka. In the mighty name of Jesus. 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 Mungu ananiambia kuna mabinti ambao breakthrough yao ipo kwenye matumbo yao ya uzazi. Kwa hiyo uchumi wao unapigwa kwa sababu ya matumbo yao ya uzazi. Na wako watatu hawa, sababu naona linyoka limekaa kwenye tumbo. I see snake, I smell snake, I smell snake, I smell snake, I
I smell snake. Snake. Naona nyoka amekaa hapo. Nyoka amekaa hapo. Na Mungu anambia amebeba majenerali. Wamebeba majenerali kwenye matumbo yao. They have generals. They have generals. They have generals. My Jesus, my Jesus, my Jesus. Mungu ananiambia kuna wafalme ambao wamebebwa kwenye matumbo ya uzazi. Ndio maana kuna watu wana vita hapa ya uchumi, na vita yao ya uchumi pia ni kwa sababu ya ndoa, ni kwa sababu ya watakiwi kuolewa. Ndio maana hiyo vita ipo. Ndio maana hiyo vita ipo. Ni vita ya maono. Yes, ndio huyo nasema. Ni vita ya maono. Ndio maana mama yako alikufa premature death, ili kilichopo ndani yako kisiweze kulelewa, kisiweze kulelewa, kisiweze kulelewa, kisiweze kulindwa, kisiweze kulindwa. Ndio maana unatembea kwenye uchungu sana. Ndio maana unatembea kwenye uchungu sana. Ndio maana unatembea kwenye uchungu. Ndio maana unatembea kwenye uchungu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, I set you free now. 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 I set you free. I set you free. I set you free. You know that the reason of God today we are here. Iko sababu ya Mungu leo kuwepo hapa. Kwa nini tuko hapa leo? 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 Ninaona kamba kwenye kidole gumba cha mkono wako wa kushoto. Na hii ni kamba ambayo umeirithi kwa baba yako. Hawa wanaenda kufunguliwa sasa. Kuna urithi wa kiuchumi ambao Mungu aliweka maksudi kwa baba yako mzazi, na watakiwa uhamie kwako. Lakini kwa sababu ya vurugu, maono yakapigwa. Hata baba yako paka na kufa alikuwa hajayafanyia kazi, hajayafanyia kazi, hajayafanyia kazi, hajayafanyia kazi, hajayafanyia kazi. Kila mkono huo unawekwa mateka. Kuna mtu amekimbia kule nje akashikwe. Kila mkono unawekwa mateka. Vision, 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 vision. Kitaya bataya ba. Korobotara baya. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Kila maono. Nisikilize kwanza. Mungu ananiambia kuna mtu amefungwa masikio yake ya rohoni, atakiwa kusikia kabisa ya maombi, sababu anaenda kubadilisha historia yake. Uko hapa, lakini kuna mtu wa ndani amezuiliwa asisikie. Nafungua hilo sikio. Yuko mmoja anatakiwa afunguke hapo. Masikio yafunguke. Masikio yafunguke, masikio yafunguke. Asaidiwe huyo, 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 asaidiwe. Ni huyo hapa kumbe. Masikio yanatakiwa yafunguke, asaidiwe huyo, asifanye vurugu hapo. Mtoeni. Wamefunga hayo masikio, wamefunga hayo masikio. Amefungwa hayo masikio, amefungwa hayo masikio. Nafungua hayo masikio sasa. Weka mkono wako wa kushoto kwenye sikio lako la kushoto. Huyo aliyekam, nyanyueni. Nyanyueni. Leteni hapo. Leo lazima utoke. Vita hiyo. Ni vita, ni vita, ni vita. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Kila taarifa ya maono yaliyoko ndani, picha iliyoko ndani, ambayo inatakiwa itoke kwa ajili ya hili taifa, kwa ajili ya nchi yangu, kwa ajili ya taifa. Kila picha iliyoko ndani, kila picha iliyoko ndani ambayo taarifa zimezuiliwa leo, kila nguvu za kisa zilizokaa hapo kwenye taarifa, out, 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 out. Sema taarifa ambazo zinahusu ujuzi ulioko ndani, ujuzi ulioko ndani ambao unatakiwa ufike kwenye mahali ambako watu nao wamefungwa masikio yao, wasiweze kusikia habari zangu, wasiweze kusikia uwezo ulioko ndani yangu. Sema mazingira niliyopo na mazingira ya kule ambako taarifa zinatakiwa zifike, kila giza katikati hapo, out, command out, command out,
Kataa hilo giza, kataa hilo giza, kataa hilo giza, kataa hilo giza. Kwa habari ya taarifa ambayo yanatakiwa ipite, kwa habari ya taarifa ambayo yanatakiwa ipite, kuna mahali taarifa ya CV yako, taarifa ya biashara yako, taarifa ya ujuzi wako inatakiwa ifike, inatakiwa ifike, inatakiwa ifike, inatakiwa ifike. Kuna mahali taarifa yako inatakiwa ifike, kuna mahali CV yako inatakiwa ifike, kuna mahali ujuzi wako unatakiwa ufike. Nafungua hizo taarifa, nafungua hizo taarifa, nafungua hizo taarifa. Taarifa ziachiwe, taarifa ziachiwe, taarifa ziachiwe, taarifa ziachiwe, taarifa ziachiwe, taarifa za biashara, taarifa za kazi, taarifa za ujuzi ziachiwe sasa, ziachiwe sasa, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Toa tu mkono wako hapo. Nyanyua mkono wako unaotumia kuandika. Thank you Jesus. Nyosha mkono wako unaotumia kuandika. Kwa sauti ya mamlaka Mungu alionipa, kuna eneo ambalo ni eneo lako, na kuna mtu anatakiwa atoke ili wewe ukae. Kwa jina la Yesu Kristo, kila vita ulionayo ya kutoka hapo ulipo kwenda kwenye hiyo nafasi, I command it out now. I command it out now. Sema kila vita iliyoko mbele yangu ya kutoka mahali nilipo kwenda mahali ambako ni pa kwangu, ni pa kwangu, ni pa kwangu. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, kila vita, kila vita, kila vita, kila vita, kila vita, kila vita, kila vita ya kutoka hapa nilipo, kutoka hapa nilipo kwenda mahali ambako ni pa kwangu, ni pa kwangu, ni pa kwangu. Sema kila vita, vita ya aibu, vita ya aibu, out, out, out. Nitasema vita ya aibu, vita ya aibu, toka, toka mbele yangu, toka mbele yangu. Sema vita ya aibu, toka mbele yangu, vita ya aibu, toka mbele yangu, toka mbele yangu. Sema ile aibu iliyowapiga watu wa nyumbani kwetu, ile aibu iliyowapiga watu wenye maono, toka, 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 toka. Sema kila aibu iliyoondoa ujasiri kwa watu wa nyumbani kwetu, wenye picha, wenye maono, mimi leo ninasimama mahali palipo bomoka, ninasimama kinyume na kila kucheleweshwa, kinyume na kila kucheleweshwa, kinyume na kila kucheleweshwa kwenda kwenye nafasi, kinyume na kila kucheleweshwa kwenda kwenye nafasi, kinyume na kila kucheleweshwa, kinyume na kila kucheleweshwa, kinyume na kila kucheleweshwa kwenda kwenye nafasi, out. Sema kwa jina la Yesu Kristo, kila nafasi ambayo ni Mungu ameitengeneza kwa ajili ya faida, kwa ajili ya faida, kwa ajili ya faida, kwa ajili ya faida. Lakini katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho kuna vita iliinuliwa marangoni, kuna vita iliinuliwa marangoni.
ili nisikae kwenye faida, ili nisikae kwenye faida. Out in the mighty name of Jesus. 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 Sema ile nguvu ya kuwa na uhitaji wa kufanya kitu, alafu ghafla inaondoka. Leo mwisho. 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 In the mighty name of, sema kwa jina la Yesu Kristo, ile hofu ya kukaa pale ambayo adui amesababisha, kuna mtu ananisahau wakati Mungu amemweka kwa ajili yangu. Sema nakataa hali ya kusaurika. Nakataa hali ya kusaurika. Nakataa hali ya kusaurika. Nakataa hali ya kusaulika. Sema jina langu. Tamka majina yako matatu. John Christopher Sematwa, Ahabarabatara, Jetarabataya, Ondorobotaya, Libotala, Jeribaya, Jeyabaya, utumishi. Sema kwa jina la Yesu, kila kusaulika na kuondolewa umuhimu mahali ambako umuhimu wangu unatakiwa uonekane, leo naondoa hiyo roho, naondoa hilo kisa, 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 naondoa hilo kisa kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu Kristo, mahali popote ambako ni pa kwangu lakini wamesaulishwa kwenye mawazo, kwenye mipango ya mimi kuhitajika, leo kwa jina la Yesu, aliyekaa hapo mwenye kauli ya mwisho hapo, Mungu aliye hai, Mungu aliye hai, kila kigingi, kila kigingi, kila zuio, kila zuio, kila zuio la mimi kuondolewa, mimi kusaulishwa, sema jina langu lilipofutwa, lejeshwa, 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 jina langu lejeshwa, 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 lejeshwa. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema jina langu, jina langu popote lilipoambatanishwa na umaskini, sema hapana. Jina langu ng'oka, 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 ng'oka kwenye umaskini. Jina langu ng'oka, ng'oka, ng'oka kwenye hesabu za umaskini kwa jina la Yesu. Command out, roho ya umaskini, command out, command out, command out, command out, command out, command out. Poverty must go, 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 poverty must go. Umaskini uondoke kwenye mikono, uondoke kwenye maono, uondoke kwenye maono. Umaskini uondoke, umaskini uondoke, umaskini uondoke, umaskini uondoke. We are young generation, we are young generation, we are young generation, we are solving our, we are young generation, we are young generation, we are young generation, we are young generation. Otorobotaya, ketaya baya, korobotaya, ketaya, teyaba. Nyanyua mkono wako wa kushoto, unyoshe juu, tetaya, unyoshe hivi mbele, unyoshe hivi mbele. Father, nakataa umaskini juu yetu, nakataa umaskini kwenye nafsi zetu, nakataa, nakataa mishahara minyonge, mishahara midogo, mishahara isiyofaa,
kazi zisizofaa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Poverty, poverty, poverty must go, 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 must go. Mfalme yoyote ikifika saa ya kutangazwa, ni sauti waga inasikika. Na mimi leo natangaza juu ya uchumi wako. Umaskini si sehemu yetu. Poverty si sehemu yetu. Poverty si sehemu yetu. Umaskini 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 si sehemu yetu. Ninakuunganisha na kazi yako sahihi. Ninakuunganisha na biashara yako sahihi. Ninakuunganisha na wateja wako sahihi. Ninakuunganisha na watarabaya. Nandarabataya. Ketaya. Ketaya. I connect you mwanangu. Ninakuunganisha. 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 Biblia inasema apata kuwepo kuwa na tasa wala mwenye kuharibu mimba. Hear me today, inatangaza apata kuwepo maskini yoyote humu ndani, wala hakuna mimba ya maono yoyote itakayoharibika. Alabashakarabarabaya. Ninakupatanisha na malango yako makubwa. Ninakuunganisha na malango yako makubwa. Ninakupatanisha na malango yako makubwa. Ninakuunganisha 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 na malango yako makubwa. Nindarabatarabaya. Alabababababa. Ninakuunganisha. Ninakuunganisha. Habari zako zimefika. Habari zako zimefika. Taarifa zako zimefika. Ninakuunganisha. Listen to me. Ninatoa mawazo yako kwenye gereza la matumaini. Kuna saa adui anatuweka kwenye gereza la matumaini. Anatuwekea mambo ambayo hayapo, mambo ambayo sio ya kwetu. Ninayaondoa. 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 Ninaweka picha kamili sasa. Andarabataraba. Lepetea. Ketea. Ninaweka picha kamili. Picha kamili yenye faida. Yenye faida. Pokea faida. Pokea faida. Pokea profit. Pokea faida. Nakataa hasara. Pokea faida. Pokea faida. Pokea faida. Kila kazi duniani ni Mungu aliweka maono ya mtu wakatengeneza hiyo kazi. The same God anaenda kuweka jina lako kwenye maono yao. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Listen to me. Within 21 days from now. Na Mungu anakupeleka hapo sababu ni mlango wako wa kuwa in transit. Wa kupita, anakubadilishia aina ya usafiri kwenye kazi yako. Kila maumivu yote yaliyowekwa kwenye moyo wako, Yehova ameyageuza na kuwa baraka. Ninakubariki kutoka ndani ya moyo wangu. Mimi niliye mchungaji, niliye kuhani. Ninakubariki kutoka ndani ya moyo wangu. Mimi niliye mchungaji, niliye kuhani. Mimi ambaye Mungu hajanionekania nikiwa mzee, aliniita nikiwa kijana. Aliniita. Sijatokea kwenye nyumba ya wachungaji, ila Yehova akaniita. 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 Na mimi nasema Mungu anakuita katikati ya njia ambayo kwenye familia hakuna aliyewahi pita. Yehova anakuita katikati ya barabara ambayo hakuna aliyewahi kupita. Unapita kwenye hiyo barabara. Yehova alinipitisha mimi.
Kuna saa nilikataa, nikasema naenda kutafuta maisha kwingine, lakini bado akanirudisha. Kuna watu Yehova anawarudisha, kuna watu Yehova anawarudisha, anawarudisha kwenye wito wa kazi zao, anawarudisha. Vijana wenzangu, sio umri wa namba za kuzaliwa utakaosababisha tuwe watu wakuu, bali ni umri wa Mungu kutuamini sawa sawa na njia ambazo anatupitisha. Nenda kaangaze, nenda ukaonekane. Hawatahangaika kuangalia una umri wa miaka mingapi. Watakachokiangalia, Mungu ametupa huyu kwa wakati huu. Mungu aliyemlinda Daudi na mauti akulinde na wewe, atulinde na sisi. I speak protection in the mighty name of Jesus. Mungu atulinde. Nasema Bwana atulinde. Bwana atulinde daima. Bwana atulinde daima. In the mighty name of Jesus. You can take your offering. Chukua sadaka yako.